Karibuni sana pioneers wote kwenye jukwaa letu la elimu na taarifa rasmi, Official Hudhei Pi Updates, mahali tunapokuletea kila kinachoendelea ndani ya mtandao wa Pi kwa lugha rahisi na inayoeleweka. Leo tunaangazia announcement muhimu kutoka Pi Core Team inayohusu maadhimisho ya mwaka mmoja tangu kuzinduliwa kwa Open Network, pamoja na maandalizi ya Pi Day ya tarehe 14 mwezi Machi na fursa mbalimbali kwa pioneers ndani ya ecosystem. Wiki iliyopita ilikuwa ni maadhimisho ya mwaka mmoja tangu Open Network kuanza rasmi kufanya kazi. Hii ni hatua kubwa katika historia ya Pi Network kwa sababu inaonyesha mwaka mzima wa kukua kwa matumizi halisi ya Pi, maendeleo ya miradi mbalimbali na kuongezeka kwa ushiriki wa developers pamoja na pioneers duniani kote. Katika maadhimisho hayo, waanzilishi wa Pi walitoa ufafanuzi kuhusu mkakati wa mtandao, mwelekeo wake na vipaumbele vinavyoongoza maendeleo ya sasa na ya baadaye ili kuhakikisha Pi inakuwa na matumizi ya muda mrefu na ya kweli katika dunia halisi. Kadri tunavyokaribia maadhimisho ya Pi Day tarehe 14 Machi, Pi imetangaza mpango maalumu wa ushirikishwaji wa jamii utakaotambua mchango wa pioneers kwa kuwapa beji maalum za heshima pamoja na nafasi ya kushiriki kwenye draw ya kushinda bidhaa zenye nembo ya Pi. Mpango huu unaonyesha wazi kuwa mafanikio ya mtandao yanategemea juhudi za pioneers katika kuchimba, kutumia app, kushiriki kwenye mijadala na kusaidia ukuaji wa ecosystem. Katika kusherehekea mafanikio ya pioneers, kutakuwa na beji za kumbukumbu pamoja na nafasi ya kushiriki kwenye draw ya bidhaa za Pi kwa wale watakaokidhi vigezo maalum. Kundi la kwanza ni pioneers wa kwanza 100,000 waliojiunga na Pi tangu mwanzo. Kundi la pili ni wale waliochimba kwa siku 365 kati ya mwezi Disemba 2024 hadi Disemba 2025. Kundi la tatu ni wale waliotumia zaidi ya saa 2000 ndani ya Pi Chats katika kipindi hicho hicho. Kundi la nne ni waliotembelea au kuchunguza zaidi ya app 50 za Pi kati ya Disemba 2024 hadi Disemba 2025. Na kundi la mwisho ni pioneers wapya waliojiunga mwaka 2025 na tayari wamekamilisha KYC. Pioneers watakaoingia katika mojawapo ya makundi haya watapata ujumbe wa pop-up baada ya kumaliza uchimbaji, ukiwaelekeza kudai beji zao na kuchagua beji wanayotaka ionekane wanaposhiriki kwenye Pi Chats, Fireside Forum pamoja na kwenye wasifu wao wa Pi ndani ya wiki moja ijayo. Baada ya kudai, kutakuwa na maelekezo ya ndani ya app yatakayowaongoza jinsi ya kushiriki beji hiyo kwenye mitandao ya kijamii. Kushiriki beji hiyo kutakuingiza moja kwa moja kwenye draw ya kushinda bidhaa zenye nembo ya Pi. Baada ya kushiriki, pioneer atatakiwa kutuma link ya post yake kupitia mfumo wa ndani ya app. Maombi yatakayokidhi vigezo yataingizwa kwenye draw na washindi 150 watachaguliwa kwa njia ya bahati nasibu. Mwisho wa kuingia kwenye draw ni saa 11 na dakika 59 usiku kwa saa za PST siku ya Pi Day tarehe 14 Machi. Utoaji wa bidhaa utafanywa kupitia kampuni ya tatu, hivyo washindi watazingatia upatikanaji wa huduma katika zaidi ya nchi 220. Ikiwa mshindi atagundulika kutuma taarifa au maudhui yasiyo sahihi, ataondolewa na mshindi mwingine atachaguliwa. Mbali na hilo, Pi pia imewahimiza pioneers kushiriki katika kuboresha muundo wa tokeni za ecosystem. Muundo wa tokeni una nafasi kubwa katika kuhakikisha kuwa tokeni zinazoundwa kwenye mainnet zinaunga mkono bidhaa halisi na matumizi endelevu. Katika maadhimisho ya mwaka mmoja wa Open Network, Pi ilitoa maelezo kuhusu muundo wa tokeni za ecosystem kupitia blogu ya maadhimisho na video iliyomshirikisha mwanzilishi wa Pi, Chengdiao Fan, pamoja na waraka wa maoni ya jamii unaoitwa Pi Request for Comment uliochapishwa kwenye GitHub. Pioneers wanahimizwa kusoma kwa kina maelezo hayo kwenye GitHub na kutoa maoni yao kwa kutumia mfumo wa issues au pull requests. Kwa wale wasiokuwa na akaunti ya GitHub, maoni ya jumla yanaweza kuwasilishwa kupitia Google Form maalum. Pi itapitia maoni yote na kuyachambua, ingawa si mapendekezo yote yatakubaliwa, lakini yatafanyiwa tathmini kuona kama yanafaa kufanyiwa kazi. Muundo huu pia unaweza kufanyiwa marekebisho zaidi kulingana na mrejesho kutoka kwa miradi itakayoshiriki katika mpango wa uzinduzi.
Aidha, kumetolewa mchezo mpya unaoitwa Slice of Pi ambao umeunganishwa moja kwa moja na mfumo wa Pi. Mchezo huu unampa mtumiaji changamoto ya kukata matunda yaliyo juu ya jukwaa ili kila kipande kiangukie ndani ya blender bila kutoka nje. Kama ilivyokuwa kwa mchezo wa Fruity Pie uliotolewa mwaka jana, Slice of Pi ni mfano halisi wa namna Pi inavyoweza kutumika ndani ya michezo. Unatumia malipo ya Pi pamoja na Pi Ad Network ndani ya uzoefu wa mchezo, ukionyesha jinsi miundombinu ya Pi inavyoweza kusaidia app kwa njia endelevu na jumuishi ndani ya ecosystem. Sekta ya michezo inaunganishwa moja kwa moja na nguvu kubwa za Pi kama vile mahusiano ya kijamii, attention economy na miamala ya kidijitali ndani ya uchumi wa michezo. Kitengo cha uwekezaji cha Pi kinachojulikana kama Pi Network Ventures kinaona michezo kama eneo muhimu la kuongezea matumizi ya Pi na kinaangalia miradi inayojumuisha ubunifu wa michezo ili kukuza matumizi ndani ya ecosystem. Hivyo developers wanaotengeneza michezo wanahimizwa kuunganisha miradi yao na Pi na kutumia miundombinu ya Pi ili kufikia rasilimali za pamoja za ecosystem, na kama mradi utapata mwitikio mzuri, wanaweza kuomba msaada kupitia Pi Network Ventures. Tunapokaribia Pi Day, siku hii imekuwa ikitumika kila mwaka kama muda wa kutangaza maendeleo makubwa, kazi zinazoendelea na mipango mipya ya kuimarisha matumizi ya muda mrefu na upokeaji wa Pi katika dunia halisi. Mwaka huu pia tunatarajia taarifa na maboresho mapya katika bidhaa, zana na miradi mbalimbali ndani ya ecosystem. Kwa mujibu wa tangazo hilo, kwa kushiriki kwenye Fireside Forum au mitandao mingine ya kijamii kwa link sahihi, Payoneer anakubali moja kwa moja kuingizwa kwenye draw. Washindi 150 watachaguliwa kwa uamuzi wa Pi Core Team kupitia mfumo wa draw. Zawadi hazihamishiki wala haziruhusiwi kuuzwa tena, na kupokea bidhaa zenye nembo ya Pi hakumaanishi kuwa mtu huyo ni mwakilishi rasmi au ameidhinishwa na Pi Core Team. Kwa ufupi, tangazo hili limejikita katika kusherehekea mwaka mmoja wa Open Network, kutambua mchango wa Pioneers kupitia beji na draw ya zawadi, kuomba maoni ya jamii kuhusu muundo wa tokens za ecosystem na kuonyesha matumizi halisi ya Pi kupitia michezo kama Slice of Pi. Hii inaonyesha kuwa Pi inaendelea kujenga matumizi ya kweli, kushirikisha jamii na kupanua fursa kwa developers na pioneers wote. Hii ndio official Kuthei Pi Updates, tukikuletea elimu na taarifa rasmi kwa uwazi na ufasaha. Endelea kufuatilia channel hii kwa uchambuzi wa kina na updates zote muhimu kuhusu Pi. Asante kwa kusikiliza, tushirikiane kuijenga ecosystem ya Pi kwa pamoja na tukutane tena kwenye taarifa ijayo.